Shalom, shalom, mtumishi wa Bwana, wewe ambaye unafuatilia channel hii, nikukaribishe tena siku ya leo katika mafundisho matakatifu. Na leo natamani niweze kuzungumza kuhusu jambo moja ambalo limekuwa ni endelevu katika jamii ya watu wanaoamini, lakini jinsi linavyofanyika linafanyika kimakosa, na leo niko hapa kuweza kusahihisha ili kila mmoja aweze kuelewa. Nitazungumzia kuhusu Pasaka. Asili yake ni nini na inaadhimishwa kwa namna gani katika Agano la Kale na katika Agano Jipya. Basi naomba ufuatane na mimi katika maelezo haya ambayo nitakuwa nikisoma kwenye Biblia na kufafanusha ili uweze kuelewa. Neno Pasaka kiwarisia maana yake ni ishara ya ukombozi ambayo ilitumia damu ili kuweza kuwakomboa watu kutoka katika utumwa. Kwa hiyo tunaona Pasaka ni damu, ni ishara ya agano la damu la ukombozi lililofanyika kwa wana wa Israeli wakati wanatoka katika nchi ya Misri. Na haya maandiko yanapatikana katika kitabu cha Kutoka ile sura yake ya 11 na kuendelea. Wakati Mungu anamwambia Musa kwamba nyakati za kutoka zinakaribia, aliwaambia mtachinja wanyama, na mkishachinja wanyama mtapaka damu katika miimo, na mkishapaka damu katika miimo, malaika watakaopita hawataweza kuwazuru. Kwa tunaona sura ya 11 na ya 12 mkakati huu unaanza. Kwa hiyo Mungu anaonyesha namna alivyowakomboa wana wa Israeli katika utumwa wa Misri ambao walitumikishwa kwa muda mrefu. Ukisoma sura kuanzia kwanza utaona jinsi walivyokuwa wanafanyishwa kazi ngumu, walivyokuwa wanakula kwa taabu, jinsi ambavyo walikuwa wanateseka na vilio vyao vikamfikia Mungu. Kwa hiyo Mungu akaamua kuwatoa kwenye utumwa kupitia ile damu iliyowekwa kwenye miimo ya nyumba, ili malaika wa adhabu anapopita asiweze kuwagarikisha wana wa Israeli waliokuwa katika taifa la Misri. Kwa hiyo ndugu mpendwa unayefuatilia mafundisho haya, naomba uelewe kwamba baada ya watu kuendelea kusherehekea Pasaka baada ya kutoka katika nchi ya utumwa, walipofika katika nchi yao ya ahadi Kanaani au Israeli, walipofika kule waliendelea kuadhimisha, na hii ni Mungu aliwaambia kwamba mwezi huu utakuwa mpya kwenu. Kwa hiyo wakaendelea kuadhimisha sikukuu hiyo na sikukuu zingine kama ambavyo walivyokuwa wakiadhimisha, kama mikate isiyotiwa chachu, sikukuu za vibanda, sikukuu za mavuno na sikukuu zingine nyingi. Lakini tunaona mwendelezo huo ukaendelea mpaka Yesu anazaliwa. Tunaona bado watu wanaadhimisha Pasaka, lakini Yesu Kristo alipokuja akakomesha neno Pasaka kuadhimisha kwa namna ya kimwili. Kwa lazima tuelewe kuna kuadhimisha Pasaka kwa namna ya kimwili au kwa namna ya kitaifa kama taifa la Israeli walivyokuwa wakiadhimisha, lakini kuna kuadhimisha Pasaka kiroho, ambako ndiko natakiwa nikufafanulie leo uweze kuelewa kwamba wana wa Israeli walikuwa wanaadhimisha kimwili kwa kuchinja wanyama. Kila baada ya mwaka inapofika tarehe ile wanafanya sherehe kukumbuka lile tukio la ukombozi waliofanyiwa. Lakini basi tuende kwenye Agano Jipya. Tunaona kwa damu ya Yesu Kristo alipofika nyakati zile zile za Pasaka, akawatuma wanafunzi wake ya kwamba nendeni mkaniandalie Pasaka, nendeni mkaniandalie Pasaka. Nao wakaenda. Kwenye kitabu cha Luka sura 22 kuanzia mstari ule wa 7, inaona wakati sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ilipofika, ambayo ilipasa kuchinja Pasaka, akawatuma Petro, Yohana na Yohana akisema, nendeni mkaniandalie Pasaka tupate kula. Wakaenda wakamwandalia Pasaka. Sasa nisikilize, wakati wanaenda kumwandalia Pasaka ndo wakati huo huo kwa maadhimisho ya